الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة والنار. فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعز، فقد فاز المتقون. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, kwanza kabisa nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ucha Mungu, kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na kujiepusha na makatazo yake, sambamba na kufuata mwenendo sahihi wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika wacha Mungu ndio waliofaulu mbele za Allah tabaraka wa taala, nasi tunamuomba Allah tabaraka wa taala an yaj'alana minal muttaqin, atujalie sote tuwe katika wacha Mungu. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika Ijumaa yetu ya leo naqifu maa hadithin, tutasimama kuangazia hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadithun sharif, hadithi bora kabisa, hadithi tukufu, hadithi sahihi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo kila Muislamu katika maisha yake anaihitajia. Yahtajuhu almuslim, Muislamu anahitaji hadithi hii katika maisha yake. Kwanza lihifdhi dinihi. Hadithi hii mahitaji yetu sisi kama Waislamu ndani yake ni kutuwezesha na kutuongoza katika jambo zima la kuhifadhi dini zetu. Lakini si hivyo tu, wa tashihi nadharatihi lidunia. Muislamu, hadithi hii ambayo leo tunaenda kuiangazia ni kwamba anahitajia ili aweke sawa, asahihishe mtazamo wake katika mambo ya dunia. Namna gani unaitizama dunia katika maisha yako? Hadithi hii tunahitajia ili iweze kutusahihisha katika mitazamo yetu ya maisha ya kidunia. Lakini jambo la tatu na la mwisho linalopelekea hasa sisi Waislamu kuhitajia hadithi hii ni waznul umur ala mizani bil mizani sahihi, ni kuhakikisha katika maisha yetu ya kila leo tunayapima majambo katika mizani iliyokuwa sawa, mizani iliyokuwa sahihi. Ni ipi mizani sahihi ya kupima majambo yetu hapa duniani? Ni mizanul akhirah, ni mizani ya kesho mbele za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hadithi hii tunahitajia katika pande kuu tatu. Kwanza ni kuhifadhi dini zetu, lakini vile vile ni kusahihisha mitazamo yetu ya dunia, sambamba na kuhakikisha tunapima majambo katika mizani iliyokuwa ya sawa. Ni hadithi ambayo anaisimulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema, arba'un idha kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya, hifdhul amana wa sidqul hadithi wa husnul khaliqa wa iffatu fi at-tu'ma. Anasema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, arba'un, mambo manne, arba'un, sifa nne, arba'un, sifa nne ambazo Muislamu ikiwa atasifika nazo,
Sifa hizi ni sifa nzuri. Mambo haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anayataja ni mambo mazuri sana, ndio akasema idha kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya. Mambo haya manne yakiwa kwako wewe Muislamu, mambo haya manne ukisifika nayo wewe Muislamu, mambo haya manne ukijipamba nayo ewe Muislamu katika maisha yako ya kila siku hapa duniani, fala alayka ma fataka min ad-dunya, basi hautahuzunika na jambo lolote na hali yoyote na kitu chochote ambacho kitakupita hapa duniani. Mambo manne ambayo ukiwa nayo Muislamu, basi dunia hii hakuna kitakachokuhuzunisha eti kwa sababu umekikosa kitu hicho, maadamu una haya mambo manne, maadamu una hizi sifa nne. Haya ni maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sifa nne. Mambo manne ni yapi hayo ya Rasulullah? Yaqul alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hifdhul amana. Jambo la kwanza ni kuhifadhi amana. Muislamu akisifika na jambo la kuhifadhi amana, Muislamu akijipamba na sifa hii ya kuhifadhi amana, basi atakuwa amelipata moja katika hayo mambo manne. Na hifdhul amana ayuha alahibba, kuhifadhi amana ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani tukufu anawasifu waumini wa kweli. Anasema walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, na waumini wa kweli ambao wamefaulu, waumini wa kweli, waislamu wa kweli ambao wamefaulu fi dunya wal akhirah ni wale ambao liamanatihim, kwa amana wanazopewa, kwa vile wanavyoaminiwa, wa ahadihim, na ahadi wanazozitoa, raun, huwa wanazichunga. Waislamu wa kweli ni wale wanaochunga amana, waumini wa kweli ni wale wanaohifadhi amana, waumini wa kweli ni waaminifu katika maisha yao kwa vile ambavyo wanapewa na wenzao au zile haki ambazo ni haki za wengine. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, hifdhul amana, kuhifadhi amana, sifa hii imekuja katika hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la imana liman la amanata la, hana imani mtu ambaye hana amana. Hana imani ya kweli Muislamu ambaye hana sifa ya kuhifadhi amana. Muislamu ambaye si muaminifu, huyu hawezi kuwa ni muumini wa kweli. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema wala dina liman la ahda lahu, hana dini ya kweli mtu ambaye si mwenye kutimiza ahadi anazitoa. Kuhifadhi amana ni dini. Kuhifadhi amana ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu ni katika ukamilifu wa imani yako ewe Muislamu. Wal amana, lakini vile vile tunaposema amana tashmulu, inajumuisha kila jambo ambalo mwanadamu analibeba katika maisha yake, iwe linahusiana na dini yake au linahusiana na dunia yake. Kuhifadhi amana, kuwa mwaminifu, ni Muislamu kuwa mwaminifu ima katika dini yake, lakini vile vile dunia yake, sawa sawa ikawa ni qaulan au fi'lan. Awe mwaminifu Muislamu kwa kauli zake, awe mwaminifu Muislamu kwa vitendo vyake. Al-amana hiya adaa'ul huquq wal muhafadhatu 'alayha. Uaminifu ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu ni kuhakikisha unatekeleza haki za watu, unatekeleza haki za wengine, na unazihifadhi amana walizokupa watu, ama haki ambazo watu wamewekeza kwako. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, almuslim daiman, Muislam siku zote katika maisha yake anatakiwa awe ni mwenye kumpa kila mwenye haki, ampe haki yake. Yu'ti kulla dhi haqqin haqqaha, kila mwenye haki ampe haqqahu, haki yake. Muislamu atakiwa ishi hivi katika maisha yake, na huko ndiko tunasema kuhifadhi amana. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, na haki tunaposema kumpa kila mmoja haki yake, haki kubwa zaidi
ni haki ya Allah tabaraka wa taala, na hii ni haki ya kwanza. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa achunge amana, awe muaminifu kwa Allah tabaraka wa taala, achunge haki za Allah. Haki ya Allah ni ipi? Huwa ibadatuhu, ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile wa tauhiduhu, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, kumfanya Allah yu pekee katika yote yanayomhusu yeye, katika uumbaji wake, katika ulezi wake, katika ibada zake na sifa na majina yake Allah tabaraka wa taala, umfanye Allah yu pekee. Lakini vile vile tukisema haki za wengine, ukitoka haki ya Allah tabaraka wa taala, ni haki ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Haki ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ipi? Ni imtithari awamirihi wasidqu bima akhbara bihi, ni kuhakikisha unayasadikisha, unayakubali yale ambayo ameyasema mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile kumfuata mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa maana ya kufuata mafundisho yake na kujiepusha na yale yote ambayo mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ameyakataza. Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani tukufu, ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika suratu Al-Anfal aya ya 27, Allah anaambatanisha haki yake na haki ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale ambapo aliwatahadharisha waumini, aliwatahadharisha Waislamu, aliwapa tahadhari kubwa sana juu ya kuvunja amana. Akasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la takhunu Allah war rasul, msimfanyie khiana Allah tabaraka wa taala na mtume wake, msimvunjie uaminifu Allah tabaraka wa taala na mtume wake, msimnyime Allah tabaraka wa taala haki yake na mtume wake pia. Allah anasema la takhunu Allah war rasul, msimfanyie khiana. Kufanya khiana ni kuvunja uaminifu. Kwa hiyo usimvunjie uaminifu Allah tabaraka wa taala, kwa maana usiache ibada za Allah, usiache kutekeleza maamrisho ya Allah. Usifanye hivyo kama ambavyo haipaswi kuvunja amana yako, kuvunja uaminifu wako kwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La takhunu Allah war rasul, msimfanyie khiana Allah tabaraka wa taala, msimvunjie uaminifu Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Lakini mwisho akamalizia Allah tabaraka wa taala kwamba msije mkathubutu kumvunjia uaminifu yeye na mtume wake, alafu mwisho kabisa mkaona ni kawaida kuvunja amana za wengine, kuvunja uaminifu kwa wengine, kudhulumu haki za wengine. Watakhunu amanatikum, mkaangukia katika kuvunja ama kufanyiana khiana baina yenu, mkavunjiana uaminifu baina yenu, mkadhulumiana haki baina yenu. Mtu amekuja na chake amewekeza kwako kama amana, kama wadia, amehifadhi kwako, wewe unavunja uaminifu. Msiingie huko, msifanye hivyo Waislamu, wa antum taalamun, hali ya kuwa ninyi mnajua majambo haya hayafai na haimpasi Muislamu kuwa katika hali kama hiyo. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, uaminifu, kuchunga amana ni kuchunga amana katika kila ambacho unaaminiwa, kuanzia Allah na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata katika maisha yetu ya kila siku. Umeaminiwa kuwa muaminifu, umepewa cha kuhifadhi na mtu, muhifadhie kitu chake, kuwa ni muaminifu mbele za Allah tabaraka wa taala. Hifdhul amana, mambo manne ukiwa nayo, basi fama alaika ma fataka min ad-dunya fala alaika ma fataka min ad-dunya, hautahuzunika na chochote kitakachokupita katika maisha ya dunia. Hifdhul amana, jambo la kwanza ni kuhifadhi amana. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, jambo la pili, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifa ya pili analitaja jambo la pili akisema wasidqul hadithi, ukweli wa mazungumzo. Jambo la pili, sidqul hadithi, ni ukweli wa mazungumzo, yani katika mazungumzo yako, unavyozungumza, unavyoongea, unavyofahamishana, unaelekezana, unapeana habari na wengine, basi uwe mkweli, uwe unazungumza yaliyokuwa ya kweli,
uwe mkweli katika maisha yako. Ndiyo Allah tabaraka wa taala ametuhusia vile vile ndani ya Qur'ani tukufu, amewahusia waja wake waumini na akawaamrisha juu ya jambo hili, juu ya tabia hii ama sifa hii ya kuwa mkweli. Akasema Allah tabaraka wa taala katika surati Tauba aya ya 119, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullah, kwanza mcheni Allah tabaraka wa taala, muogopeni Allah katika maisha yenu, wakunu ma'as sadiqin, na kuweni daima na watu wa kweli. Mcheni Allah na kuweni na watu wa kweli. Al-Allama Muhammad Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala akiwa anatafsiri aya hii akasema kunu ma'as sadiqin. Hapa Allah anatuelekeza, anasema kunu ma'as sadiqin, kuweni na watu wa kweli, fi aqwalihim wa af'alihim, wa kweli katika nini, katika kipi, katika yapi, wa kweli katika kauli zao, wa kweli katika vitendo vyao. Kuweni na wakweli ambao ni wakweli katika kauli zao, wa af'alihim wa ahwalihim, lakini vile vile na hali zao za kimaisha, wao ni wakweli. Alladhina aqwaluhum sidqun, akasema hao ni watu gani? Ni watu ambao maneno yao wanayozungumza ni ukweli. Wa a'malihim wa ahwalihim la takunu illa sidqa, na matendo yao na hali zao haziwi isipokuwa ni ukweli. Kwa hiyo Waislamu, kuweni na watu wa kweli, kuweni na wale waliojipamba na ukweli. Kisha mwishoni akasema kama ausa nabii sallallahu alaihi wasallam bisidqi, na hivyo ni kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehusia juu ya jambo zima la ukweli. Katika hadithi iliyosimuliwa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alaikum bisidqi, enyi Waislamu, shikamaneni na ukweli, jipambeni na tabia ya ukweli. Fa inna sidqa yahdi ila albirri, kwani hakika ya ukweli unamuongoza mtu katika wema. Siku zote ukiwa mkweli utafikia katika wema, utakuwa ni mtu mwema. Wa innal birra yahdi ila aljanna, na hakika ya wema unamuongoza mtu katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jipambeni na ukweli, ukweli utawafikisha katika wema, na wema utawaingiza katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema wama yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, na mtu siku zote katika maisha yake hatoacha kujipamba na sifa hii ya ukweli, akawa ni mkweli, anafanya mambo kwa ukweli, si mbabaishaji wala hapindipindi amenyooka, ni mkweli daima dawama. Mtu hatoacha kuwa katika hali hii hata yuktaba inda Allahi siddiqa, mpaka mbele za Allah tabaraka wa taala atapigwa muhuri na kuandikwa kwamba ni mtu mkweli. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, leo kukosekana kwa ukweli ndio sababu kubwa ya baraka kuondoka katika majambo mbalimbali hapa ulimwenguni. Katika maisha yetu kukosekana kwa ukweli ndio kheri zimepungua. Kwa nini? Kwa sababu watu sio wa kweli. Maana yake nini? Tukijipamba na ukweli, tukawa tunaamiliana baina yetu kwa ukweli, tunaishi tunafanyiana biashara kwa ukweli, tunaishi tunafanyiana yaliyokuwa mazuri kwa ukweli na uaminifu, basi hapo bila shaka ndugu zanguni, adhumatul khairat, khairi zitazidi, lakini vile vile wal barakat, na baraka zitakuwa nyingi. Tujipambe na ukweli. Sifa ya pili katika sifa, jambo la pili katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mambo manne, idha kunna fika fama alayka ma fataka min ad-dunya hifdhul amana wa sidqul hadithi. Jambo la pili ni ukweli wa mazungumzo. Thalithan, jambo la tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa husnul khaliqa, wa husnul khaliqa, kuwa na tabia nzuri, kuwa na mwenendo mzuri, kuwa na maadili mazuri. Hii ni sifa ya tatu. Hili ni jambo la tatu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam analitaja ndani ya dunia hii, ndani ya hadithi hii, kwamba ukiwa nayo haya, yakifika hapa matatu, ukiwa nayo haya, basi hakika hutohuzunika wala hutopata tabu kwa lolote litakalokupita katika maisha haya ya dunia. Husnu al-khaliqa, husnul khuluq,
tabia njema. Tabia njema ni nini? Huwa kaful adha, ni wewe kuzuia maudhi kwa wengine, wasabru ala adhahum, lakini vile vile kuhakikisha unakuwa na subira juu ya maudhi yao. Badhurul ma'ruf, kufanya mema, kufanya wema kwa wengine. Hii ndiyo tabia njema, ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu. Lakini baadhi ya wanazuoni, baadhi ulama wakakusanya maneno ambayo yamejumuisha tabia njema, wakasema husnul khuluq, tabia njema, an yakuna al-insanu kathira al-haya qalil al-adha saduqul lisan qalilul kalam kathira al-amal qaliluz zalal barran wasulan waquran saburan shakuran radiyan haliman rafiqan afifan shaqiqan la la'anan wala sababan wala namaman wala mughtaban wala ajula wala haquda wala bakhilan wala hasudan bashashan hashashan yuhibbu fillah wa yubghidu fillah wa yarda fillahi wa yughdhibu fillah. Maneno haya mazuri kabisa, maneno wameyaweka wanazuoni yakijumuisha tabia njema. Wanasema tabia njema ni mtu kuwa na haya, yani muislamu kujipamba sana na tabia ya haya. Lakini si hivyo tu, akawa muislamu ni mchache wa maudhi, hawaudhi wengine, mkweli katika mazungumzo yake, mchache wa maneno, haongei sana, lakini matendo yake ni mengi. Lakini muislamu siku zote makosa yake kwa wengine huwa ni machache. Mwema, anaunga udugu, ana heshima na adabu, ni mwenye subira katika maisha yake, ni mwenye kushukuru kwa kila jambo, ni mwenye kuridhia kwa kila ambacho amepewa na Allah tabaraka wa taala. Mkweli ni mtu mpole, mwenye huruma, mtu vile vile mwenye upole na kuwahurumia watu. La la'anan, mkweli mtu mwenye tabia njema si mwenye kuwalaani watu. La la'anan wala sababan, si mwenye kuwalaani watu wala kuwatukana watu, na wala si mwenye kuwateta na kuwasengenya watu, na wala si mwenye kuwafitinisha watu. Lakini mtu mwenye tabia njema si mwenye pupa ya maisha. La ajulan wala haqudan, lakini hana chuki kwa wengine, na wala si bahiri, na wala hana hasad. Lakini siku zote mtu mwenye tabia njema ana bashasha kwa wengine. Lakini vile vile hashashan, ni mwenye kuwa na hisia kwa yale yanayowapata watu wengine. Anapenda kwa ajili ya Allah, lakini vile vile anachukia kwa ajili ya Allah. Anaridhia kwa ajili ya Allah, anakasirika kwa ajili ya Allah. Haya ni maneno, hizi ni sifa, hizi ni alama za mtu mwenye tabia njema. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie watu ambao tutasifika na sifa hizi za tabia njema. Laqad qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurri mayamin, wa ba'd. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, na kuhusieni tena pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un idha kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya. Mambo manne ukiwa nayo basi hautohuzunika kwa chochote kitakachokupita katika maisha ya dunia. Hifdhul amana wa sidqul hadithi wa husnul khaliqa. Lakini jambo la nne akasema ifatu fi tu'ma, na kuwa ni mwenye kujizuia, kuwa na ifa, kujizuia katika masala mazima ya riziki. Muislam anatakiwa ajizuie katika masala ya riziki. Muislam anatakiwa ajizuie na yasiyofaa katika masala ya utafutaji. Mtume sallam akasema tu'ma, kataja tu'ma chakula, lakini chakula ametaja baadhi tu, lakini kwa ujumla inaingia katika masala mazima ya riziki. Lakini hata tukisema mambo ya tu'ma, chakula, kujizuia mambo ya chakula, inaingia maana ya Muislamu kutokuwa na choyo kwenye chakula. Leo kuna watu wana choyo sana majumbani. Waume, sisi ndio waume tunawapa taabu sana wake zetu majumbani, chakula tu. Majumbani watu wanaficha vyakula ili wengine wasipate.
Yani majumbani watu wanafanya mambo ya ajabu sana. Chakula, mambo manne ukiwa nayo hautahuzunika na lolote litakalokupita duniani. Mtume salama anasema kujizuia, kuacha choyo katika masala ya chakula. Lakini si hivyo tu, masala ya chakula au ifatun fi tu'ma ndio inatajwa kwa ujumla, masala ya arzaq, kutafuta riziki. Yani muislamu katika maisha yake anatakiwa awe ni mwenye kutafuta halali, utafutaji wake wa riziki uwe ni wa halali. Muislamu atakuwa ajiepushe na riziki za haramu. Kwa nini? Lianna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, kwa sababu Allah ni mzuri na wala hakubali isipokuwa vile vilivyokuwa vizuri. Yeyote mwenye kula haram, mwenye kula riziki ya haram, riziki yake ya haram, akala haram, huyu ataharamishiwa baraka katika kipato chake, katika maisha yake, katika riziki zake, baraka itaondoka. Lakini si hivyo tu, Allah tabaraka wa taala hatozikubali dua zake. Ndiyo Allah ndani ya Qur'ani tukufu anawaamrisha waumini, anawaamrisha Waislamu kwa kile ambacho amewaamrisha mitume yake. Anasema katika suratu Al-Mu'minun aya 54, aya 51, ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhar rusul, anasema ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati ma wa'malu salihan, ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Enyi mitume, kuleni katika vile vilivyokuwa vizuri na mfanye matendo yaliyokuwa mazuri. Aya hii anawaamrisha mitume wale vilivyokuwa vizuri. Lakini aya katika suratul Baqara aya 172 Allah anawaamrisha waumini akisema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni vilivyokuwa vizuri ambavyo tumewaruzuku, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, na siku zote muwe ni wenye kumshukuru Allah tabaraka wa taala kama kweli mnamwabudu Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, tutafute riziki zetu katika njia ya halali, tule vilivyokuwa vya halali, tuchume vilivyokuwa vya halali. Kwani ajabu leo hii, katika ajabu ya uhakika kabisa, mtu yuko tayari kujiepusha na mambo ya halali. Yani leo Muislamu atajiepusha na mambo ya halali kwa sababu tu anaogopa maradhi. Ameambiwa ukila hichi utapata maradhi haya, anajiepusha. Lakini ni cha halali hatumii, hii sukari anaacha sukari, nyama anaacha nyama, kadha. Yani anajiepusha na vile ambavyo kaambiwa ukila utapata maradhi, anajiepusha. Lakini Muislamu huyu anaacha kujiepusha na mambo ya haramu, kuogopa moto wa Allah tabaraka wa taala. Hii ni ajabu sana, hii ni ajabu. Vipi unaweza kujiepusha na vitu vya halali kuogopa utapata maradhi, na unashindaje kujiepusha na mambo ya haramu ili kuogopa moto wa Allah tabaraka wa taala? Maradhi ni kitu gani mbele ya moto wa Allah tabaraka wa taala? Kikubwa ni kuhakikisha unauogopa moto wa Allah tabaraka wa taala kwa kujiepusha kuchuma yaliyokuwa ya haramu. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, haya mambo manne ambayo tumeyataja, tumeyaona ndani ya hadithi hii, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akituelekeza mambo haya ni asasu saada fi dunya wal akhirah, ni msingi mkubwa sana wa utukufu kwako wewe na kwangu mimi katika maisha haya ya dunia na kesho mbele za Allah tabaraka wa taala. Na tutambue ya kwamba sifa hizi nne zitakapokusanyika kwa mtu akikusanya sifa hizi nne katika maisha yake, basi huyu fauzan adhima, atakuwa amefaulu ufaulu uliokuwa mkubwa sana, hata kama kuna mengine yatakayompita hapa duniani. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, tusidanganyike na maisha ya dunia, tusihadaike na mapambo ya dunia, tusihuzunike na vitu mbalimbali ambavyo labda tunavikosa ama tutavikosa katika maisha haya ya dunia, bali inatakiwa tufanye jitihadi, tufanye juhudi kubwa fi islahi qulubina, katika kuhakikisha tunatengeneza nyoyo zetu zinakuwa safi, lakini vile vile tufanye juhudi kubwa katika kuhakikisha tunatengeneza matendo yetu yawe mazuri.
Ndugu zangu ni wapenzi watukufu wa Kiislamu, falinatamassak ala hadhihi al-arba'a, tushikamane na haya mambo manne ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja. Sidqul amana, kwanza hifdhul amana, kuhifadhi uaminifu, lakini vile vile sidqul hadithi, mazungumzo tuwe wa kweli katika mazungumzo yetu. Lakini pia ndugu zangu ni wapenzi watukufu wa Kiislamu, tuwe ni wenye tabia njema, tuwe ni wenye tabia njema na tuhakikishe tunakula vilivyokuwa vya halali, kwani tukiyafanya haya ndugu zangu ni wapenzi watukufu wa Kiislamu, tutaishi kwa amani, tutaishi kwa utulivu, na wala hatutakuwa na pupa ya dunia na kuhuzunika kwa yale ambayo yatatupita hapa duniani, bali mlengo wetu mkubwa uwe ni kesho akhira kwa Allah tabaraka wa taala. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin.